أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإنسان يوم نادان إنك عامل بالإنتاج مثلا mambo yako ambayo unayatenda mazuri yanamridhisha Mola wako, na yako ambayo unayatenda ni maovu yanamghadhibisha Mola wako. Innaka kadihun au innaka amilun, wewe ni mtendaji hivi kila siku unatenda. Fi hadhihi alhayati, katika uhai huu ulionao, uhai ambao ni wakupita tu wa muda maalum. Wamujidun fi amalikum, na mwenye kufanya bidii katika matendo yako. Si kama unatenda tu, unafanya na bidii. Wale wanaofanya mema hawafanyi tu makara, wanafanya kwa bidii, wanahangaika, wanatoka alfajiri ilikiza kwenye ngine na mvua, wanakwenda kumtaja Mola wao, wanaacha ladha za vitanda, ladha za watu majumbani, na wanawake wanaepukana na ladha za waume zao, wanakwenda kumtaja Mwenyezi Mungu. Si rahisi kabisa kufanya ibada kwa kiungu. Mtume anasema asqalu salati ala almunafiqina, ni sala nzito mno ya wanafiki, salatu al-ishai wa salatu al-fajr. Sala ya Isha na sala al-fajr si rahisi kufanya mtu ambaye imani yake inaugua maradhi. Kwa hivyo wanaofanya mema wanafanya kwa bidii au na masara, wanafanya kwa kukusudia hasa nipate radhi za Mola wangu kwa matendo haya. Na wale wanaofanya maovu wanafanya kwa bidii, wanahangaika kwa pesa kupoteza kwenye maovu. Kwa kuhonga anahonga, kwa kununua ulevi ananunua ulevi kwa thamani kubwa, na penye kamari basi anakuta nyumba, anakuta baskeli, anakuta gari, anakuta kila kitu. Shamba lake lote alipia, anafanya kwa bidii. Wa mubalighun fi idraki alghaya, na mwanadamu unapotenda mambo haya Mola wako anakujua, unafanya hali ya kufikiria mbali mno katika kutaka ufikie kwenye kiwango cha juu, ila an tantahi hayatuka, mpaka unamalizika uhai wako. Hapo ndipo unapumzika mwanadamu, juhudi zako zinakomea hapo. Wa in kunta, na ikiwa wewe mwanadamu la tashuru bijiddika, uhisi bidii yako unaifanya, basi yuko anakutizama, anahisi kwamba unahangaika, unataabika, unateseka. Na anakwambia katika baadhi ya aya zake, watawakkal ala al-azizi ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin. Tegemea kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema, ambaye anakuona wewe unaposimama kwenye ibada na katika migeuko yako kwenye sijida, miongoni mwa wanaosali wa kuona, basi mtegemee sana huyo. Ina maana kwamba anakuona yaraka. Wa in kunta la tashuru bijiddika, na kama wewe mwenyewe husiki na huna habari juhudi zako unazofanya kwenye mema au maovu, au tashuru bihi, au ndio huna hisia kabisa, huna habari, wasalhu anhu, unafanya dharau, ni kama umefanya tu. Pengine ibada zako unafanya njiani, huna habari kama hapo pahala kwa bidii, na katika maovu pengine umedharau, hii ni tu dogo tu, kama msara mzimu yako utasamehewa na hivi na hivi. Pengine wewe mwenyewe hujui kama hilo jambo unalifanya kwa bidii. Nani nakwambia, wa kullu khutwatin fi amalika, na kila hatua unayopiga katika matendo yako, fahiya fi haqiqati, hatua hiyo kwa uhakika, khutwatun ila ajalika, ni hatua unayoelekea kwenye muda wako kumaliza uhai wa dunia. Kila unapotenda, kwa hivyo utakuwa kutenda yale ambayo yatakupatia manufaa baada ya mauti yako, au ya kuharibia maisha yako baadaye.
kila kitendo unachokitenda unajua kama hiyo ni hatua unaelekea kwenye ajali yako, mwisho wako. Kila unachotenda ni kwamba ukitenda kwa ajili yake tendo lile si katika siku ile, si katika saa ile, si katika mwezi ule, si katika mwaka ule, ni siku nyingine, saa nyingine, mwaka mwingine, mwezi mwingine, wiki nyingine, lile limekwisha, kuna karudi nyingine kabisa. Na kama ulikuwa umri wako umekadiriwa miaka 40, basi tayari kwa siku moja ile imeshapungua, sasa ibakia miaka 40 kwa siku moja, kwa siku mbili, kwa siku tatu, na kama hivyo. Na hivyo hivyo mpaka unafika muda wako. Wahunaka, na huo muda ukimalizika, kama itakuwa ndio basi mambo yamekwisha na kama hakuna chochote kingine. Wahunaka, na huko kwenye uhai mwingine muda wako ukimalizika, liqa'ullahi, kuna mkutano na Mwenyezi Mungu, kuna mkutano na muumbaji wako aliyekuumba, aliyekuweka katika ardhi hii kwa malengo maalum. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba mimi jini wala binadamu illa kwa lengo maalum, na kunitambua mimi niliyemuumba na kuniabudu peke yangu. Liya'budun, isipokuwa waniabuduni. Falmautu, basi mauti yakija, yakshifu 'ani ruhi ghifaan, yatafunua, yataondoa, yatakashifu upande wa roho lilikazia al-ghafla la mghafilifu ambalo sasa liko kwa zaidi. Roho sasa hivi imefunikwa, imegubikwa, haioni hata kule mbele kuna nini. Mambo yote ya ghaibu ya baadaye roho haina habari nayo. Akitaka Mwenyezi Mungu anaweza kuionyesha katika njia zake mwenyewe za ruya. Usingizini unapolala unaweza kuonyesha baadhi ya mambo yaliyokuwa ni mfano wake, kama kuzungumza na watu au roho za watu ambao wamekufa zamani, kuanzia wazee wako, marafiki zako, jirani zako. Unapozungumza nao hawa, ina maana sasa uko katika ulimwengu mwingine, na wako waliozungumza na arwahi za maiti waliokufa zamani, na wakasema nao, wakaulizana, na mwisho wakapewa na agizo. Ina maana hilo kazi hapo mzingo kitaka anaweza kulikunjua usiku au katika usingizi kuonyesha mambo. Unapoamka ujue kwamba hayo mambo kwa kweli hakika. Unapozungumza na mtu aliyekufa zamani au karibu tu yuko kwenye ulimwengu mwingine, na kama unazungumza naye, hii ni alama ya wazi kwamba na wewe vile vile utafika kwenye ulimwengu. Na namuuliza, kaifa haluka na Allah, je, mwenzangu ni hali yako pamoja na Mwenyezi Mungu? Anakujibu, hali yangu pengine nzuri, nashukuru, au hali yangu iko katika matatizo, nimekwama pahala. Unamuuliza nini kilikukwamisha? Anakwambia kama ni deni labda, nimechukua kitu wake kule Yesu, na hivi nakutuma mwenzangu, nenda nyumbani kwa mke wangu ukamwambia kwamba chini kitu fulani, kuna kitu fulani, ukishakiona akikupa chukua kampeleke fulani. Masahaba wa Mtume wanafanya hivyo, wamekwenda majumbani hawapo walikuwa zamani, wakaambia kwamba chini kitu fulani, kuna kitu fulani, na ndio unipe. Nimezungumza naye marehemu na ameniambia chini kitu fulani, kuna kitu fulani, kanipe. Anafunua mtu, anakiona kweli na anapelekewa, anamdai. Siku ya pili yake au ya tatu au ya nne anamuona tena mara pili kulizi. Anapomuuliza, je, sasa kaifa halu kama Allah, anaambia sasa tayari mtafunguliwa njia. Hii yote ni kuonyesha kwamba liko kazi ya maalum iliyofunikwa kwa upande wa roho. Akitaka Mwenyezi Mungu anaweza kukufunulia kazi hizo katika usingizi na kuona baadhi ya mambo. Wayajiluha wajha al-haqq, na hii inapokuja yatadhihirisha upande wa haki ulivyo. Fatu'rafu min Allah, hapo ndipo yatapojulikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu ma kana tunkara, yale yote ambayo yalikuwa yakikanusha, yakikataliwa, hakuna kufufuliwa, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna malaika, uongo mtupu, adhabu kaburi. Hapo ndipo yatapojiri wazi wazi yale yote ambayo tunkara, yalikuwa yakikataliwa, yataonekana wazi wazi. Wa yawmal ba'thi, na siku ya ufufuo, siku ya kufufuliwa viumbe,
yurtafa'u al-iltibasu, itaondoshwa au zitaondoshwa shaka zote zilizokuwa wazi zikiwadanganya. Wa ya'rifu kullu 'amilin, hapo ndipo atakujua kila mtendaji ma jarra ilayhi amaluhu, ni wapi imempeleka amali yake. Kila mtendaji atajua wapi imemfikisha amali yake. Kwa hivyo wasia wake Mwenyezi Mungu anawaambia waja wake walioamini, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Yenye ambao mmeamini mpeni Mola wenu, na kila nafsi ikumbuke na izingatie nini hata imetanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullaha, na mwogopeni Mwenyezi Mungu sana. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Mwenyezi Mungu ana habari na yote ambayo mnayafanya. Wala takunu kallazina nasullaha, na wala msiwe kama wale wanamsahau Mwenyezi Mungu, wanampuuza Mwenyezi Mungu, wanamsahau wezekani, wamepuuza amri za Mola wao. Fa ansahum anfusahum, na Mwenyezi Mungu akazisahaulisha nafsi zao kumkumbuka yeye. Mathalan anaanza kumpuuza, fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun, hao ndio watu waovu, hao ndio watu wabaya. La yastawi, kabisa kulingana sawa ashabun nari ashabul janna, watu motoni na watu peponi. Ashabul jannati, watu wa peponi. Humul faizuna, hao ndio watakaofaulu. Allahumma ij'alna min haula'i faizin. Mwenyezi Mungu tujalie katika hali hili kundi la wenye kufaulu. Wannasu hina idhin, na hiyo siku ya kufufuliwa watu wakati huo, sinfani, watagawika katika sehemu mbili. Kifungu cha mwanzo, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, basi ama yule atakayepewa daftari lake na matendo yake kwa upande wake mkono wa kulia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, huyu au watu hawa watahesabiwa hisabu nyepesi iliyokuwa haina vishindo, hisabu nyepesi iliyokuwa haina makemeo na sauti ya nguvu, hisabu nyepesi iliyokuwa haina muadhara mbele za watu. Hata kama na maovu ndani yake, ni peke yake yeye na Mola wake. Mja wangu ukikuona hivyo hapa, ukojificha kwa milango na madirisha, ukikuona lakini ulitubu kwangu kwa siri na hukutekelea madhambi kwake, hatimaye ulifahamu na yatakuudhi, ulijuta mna na ukatia azma ya kuongoka, ukatia azma ya kutokurejea tena mara ya pili, basi na mimi nakusamehe kwa siri, hakuna mtu anajua. Hisaban yasira, hisabu nyepesi. Wayanqalibu, na baada ya kupata certificate kwamba yeye ni miongoni mwa watu peponi, atarejea haraka ila ahlihi, kwa watu wake, yani waumini wengine, masururan, aliyakuwa ni mwenye furaha kubwa mno. Yani fa anna man urida alayhi, yule ambaye litahudhurishwa juu yake yeye sijillu a'malihi, daftari liloandikwa matendo yake, wa tanawalahu biyaminihi, na kalipokea kwa mkono wake wa kulia kwa heshima na taadhima, huku na hamu ya kuangalia nini ndani yake na nini, kwa sababu alama ya gamba tu kwenye daftari ilishaonyesha kwamba ni mtu mwema, na bila shaka atalipokea kwa heshima na hamu kubwa. Bainahu, hakika yeye yuhasabu, atahesabiwa aisara alhisabi, hisabu iliyokuwa nyepesi, hisabu ndogo tu, hakuna masala mengi kuulizwa, mengi kayafuta mwenyewe madhambi alipokuwa duniani kwa matendo yake mema na toba yake, toba tena suha. Tu'radu alayhi a'maluhu, kwa sababu wakati huo litahudhurishwa amali zake, fayu'arrafu bi ta'atihi, atatambulishwa matendo yake yote ya kumtii Mwenyezi Mungu yamo mle, tokea anapata kubale, tokea wakati wa kuandika madhambi anaona kwamba daftari lake limeandika mema matupu, mazoea matupu, ameishi katika mema tu. Wa bimaasi, na vile vile pata kujuliwa aonyeshe maasi yake vile vile. Thumma, kisha baada ya hapo, yusabu ala ma kana minha, atalipwa juu ya yale ambayo yaliyokuwa katika hayo matendo yake, faatu iliyokuwa sawa, atalipa thawabu. Upande wa maovu madhali ni nyingi,
madha amejiepusha na akbar alkabair, madha amejiepusha na jambo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu, hata kama ametenda baadhi akbar alkabair, likikosekana la ushirikina. Tunasema innahu man mata min ummati la yushriku billahi dakhala aljanna, aliyekufa katika umati wangu hakuwahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu, au kama aliwahi ametubia baada kwa moja, ni guarantee kwamba atasamehewa na ataingia peponi. Akaendelea Mtume kusema, au Sahaba alimuuliza, ataingia peponi kwa kuwa ushirikisha, wa in zana wa in saraka, hata kama amezini, hata kama amekuiba? Mtume akasema, wa in zana wa in saraka, hata kama amezini, hata kama amekuiba, yategemea kurejea kwake mbele Mola wake kwenye matendo hayo alirejea vipi. Moyo wake ulighadhibika au ni kwa sababu kuna ikorani? Moyo wake ulitia azma ya kurejea au kwa sababu anaogopa maradhi? Yategemea namna gani karejea kwa Mola wake. Hii ni kuonyesha kwamba kubwa hilo ni kusameheka kabisa. Ama ushirikina, inna Allaha la yaghfiru, Mwenyezi Mungu hatasamehe an yushraka bihi, kosa la kushirikishwa yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika, atasamehe mambo mengine yaliyokuwa chini ya ushirikina ambayo si ushirikina, liman yashau, nayo pia ni kwa mtakaye. Wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad harrama Allahu alayhi aljannata, Mwenyezi Mungu kabisa ameharamisha juu yake pepo. Au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad dhalla dhalalan ba'ida, amepotea upotevu ulio mbali kabisa. Au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima, amezusha dhambi iliyokuwa kubwa. Au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, fakaannama harra min as-samai, imekuwa mfano wake na matendo mema aliyofanya kama kusali, kufunga, kuhiji, madhali alikuwa na shirki, ni sawa kama aliyeporomoka kutoka juu. Fatahtafu tayru, wakawa ndege wanamdonoa kwenye anga. Au tahwi bihi rihu, au upepo kumfurudisha na kumsukuma fi makani sahihi, kufika pahala ambapo ni mbali, pengine arogela zipite, ni pahala pengine tu, anamalizika mwili wake wote juu ya hewa inamtana sana, ndege wanamsukuma. Hii ni kuonyesha kwamba akbar kabair miongoni mwake ni shirikina ambalo halina msamaha. Basi kwa upande wa taa, yusabu, atalipwa mtu thawabu. Ama kama taa ni nyingi na kosa yake ni kidogo, wa yutajawazu lahu amma kana minha ma'asiya, na yatakiukwa yale yote ambayo ni upande wa maasiya, hayatizami, hayashughulikiwi, anaambiwa haya basi yanatapika. Mathalan mizani yake mtu imedumu kuwa ni nyingi zaidi mambo mema. Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, ama yule ambaye mizani yake ya matendo mema itakuwa ni nzito, atakuwa katika maisha ya kuridhia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake ya amali njema itakuwa nyepesi, imezidiwa na maovu, basi ummuhu hawiya, makazi yake ni kwenye moto hawiya. Wa yutajawazu lahu, na yatakiukwa kwake yeye, amma kana minha ma'asiya, kwa yale matendo ambayo yamekuwa ni maasi yatakiukwa, yasitizamwe. Kwa maana hiyo ni kusamehewa, lakini kwa sharti ya kwamba yeye mema yake yamekuwa ni mengi, yale makosa kwa hakika tayari. Wa qadruya, na kwa hakika imesimuliwa, ana Aisha, kutoka kwa mama wa Islam bibi Aisha radhiyallahu anha, annaha qalat, Mwenyezi Mungu amradhi kwa kusema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilimsikia mara nyingi mtume wa Mwenyezi Mungu yakulu, akisema maneno haya yafuatayo katika kuomba Mola wake. Mara kwa mara mtume akisema, Allahumma hasibni hisaban yasira, ewe Mwenyezi Mungu nihisabu mimi hisabu nyepesi. Anapoomba mtu maneno haya, si kama amejithibitishia kwamba yeye ni mwenye matendo maovu, na kwamba sasa tena anaomba hisabu nyepesi kwamba anajijua kwamba katenda maovu. La, hii ni katika upande wa kutazamana kwa Mwenyezi Mungu na kutabarra. Hata mtume wa Mungu vile vile kiomba hivi, hasibni ni hisabu mimi hisaban yasira,
Si lazima mtu kwamba awe na matendo maovu ndio ahesabiwe kama nyepesi. Hii ni kuomba. Ikitokezea kuhesabiwa matendo yangu mabaya, basi nipe hesabu nyepesi. Qultu, Bibi Aisha anasema nilipomsikia Mtume mara nyingi akisema dua hii, mimi nilimuuliza, wa mal hisabu liyasiru, ni nini hisabu nyepesi hii? Qala, Mtume akanijibu, yundaru fi kitabihi, watatizama mtu katika daftari lake, wa yutajawazu an sayiatihi, na kukiukwa maovu yake hayatizamwi, hapotokuwa na seriousness katika maovu yake, madhali mtu mwenyewe kafanya mema mengi. Lakini hii isije kampa mtu mwanya kwa kujiona kwamba mema yake mengi, ana wasiwasi, kwa hivyo mara moja anatoka chupa, anafanya maovu. Hii ni yaumul qiyama, sio sasa hivi mtu afanye makusudi. Maana yake mtu hajui hata ni vipi alilodharau litakalotoka kwa jahannam. Wajua lile unatubu, pengine kwa matendo yako ya ujeuri na kudharau ndio ndio kubwa zaidi. Na jema ule dharau vile pengine hilo litakaloweza kukuvusha kukupeleka mpaka peponi. Fa amma man nuqisha al-hisaba, ama yule ambaye atakayefanyiwa masuala mengi katika hisabu, faqad halaka, kwa hakika anakuwa ameangamia. Yule ambaye atakiuka maovu yake asihesabiwe, basi apewe hesabu nyepesi. Hesabu nyepesi maana yake ni kuacha maovu yake asihesabiwe kizani. Yapo yameandikwa lakini yanaacha. Yule ambaye nuqisha al-hisaba, atakayefanyiwa masuala mengi ya kutakiwa ajibu, ila sasa faqad halaka, huyo ndiye ambaye ameangamia. Wa man husiba hadha al-hisabu, na yule ambaye amehesabiwa hisabu hii al-yasir, ambayo ni nyepesi, rajaa ila ahlihi al-mu'minina, atarejea kwa watu wake waliowaamini, masruran, aliyakuwa ni mwenye furaha, mubtahijan, anang'ara kipaji chake cha uso, qailan, huku anasema kuwaambia waumini, umqra'u kitabia, jamani, hebu njooni msome kitabu changu na mambo yalivyo. Na bila shaka mtu atakuwa tayari ili somo daftari lake kama ameridhika, hamna jambo la kuuzi ndani yake. Mfano ulio hai hata kwa watoto wa shule, umefanya mtihani, pesa zimerejeshwa kwa wanafunzi, na katika pesa yake ile na maksi nzuri zaidi tu, kwenye kila suala amejibu vizuri. Kwa hivyo hakuna mikasi ya rongi na kuchora pesa yake, na hatimaye maksi zake zimevuka milango ya 80 na 90. Kwa hivyo yuko katika grupu la A. Ana wasiwasi mwanafunzi kumuonyesha mtu nafasi yake, na atamuonyesha kwa fahari kubwa, na wenzake wanamwadmaya kwamba amefaulu, kuna ufuzu. Lakini kinyume na mtu ambaye ameteremka chini au kakosa kabisa hata maksi 10, yuko chini kabisa, na pengine zero kabisa kaondokea, haielekei kabisa kama atakuwa na furaha ya kutaka kumuonyesha mtu nafasi yake, ni kama ataficha. Na kila akiulizwa unataka ngapi ndio useme tena, haisemeki. Ni mambo aibu, ni mambo ya fedheha, ana tahayari, anaona haya. Basi hii ni hali ya wazi kabisa, mfano ulio hai kabisa hapa duniani. Haya tayari yanaonekana. Mtu akiwa tayari kuonyesha aibu yake, ni kama hana wasiwasi, maana yuko tayari kuonyesha matendo yake. Na yule ambaye hataki aonekane ni kama ana wasiwasi, mabaya yanatokea. Kwa hivyo waman husiba hadha al-hisabu al-yasir, na atakayehesabiwa hisabu hii nyepesi ya kusamehewa maovu yake na kulipa thawabu matendo yake mema, rajaa ila ahlihi almu'minina, ila sasa atarejea kwa watu wake waumini, masruran, akiwa ni mwenye furaha, mubtahijan, uso wake unang'ara, qailan, huku ananyanyua sauti kwa nguvu, anaambia watu, umqra'u kitabia, njooni msome daftari langu. Hii ni grupu ya mwanzo. Tunasema kwamba wanasu hina idhin sinfani, na watu katika sehemu mbili. Hii sehemu ya mwanzo ya watu wetu. Ya pili, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri,
na ama yule atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, huyu atakuja kuyaomba mauti, aone bora kitu hicho kuliko hai wakati. Na mtu kufika mpaka ya mauti, na maana kwamba hali yake ni mbaya sana, hali yake ni mbaya. Maana binadamu na mauti ni kitu ambacho kama na chui. Mzingo anasema kul innal mauta alladhi tafirruna minhu, naam nahnu nafirru min al-maut. Waambie Muhammad watu, hususan wale Mayahudi ambao aya ile inazungumza wao lakini si peke yao, waambie kwamba hakika yale mauti ambayo nyinyi mnayakimbia, fa innahu mulaqikum, hakika hayo mtakutana nayo au yatakutana na nyinyi. Mulaqikum, binadamu na mauti wanakimbiana sana, hayuko tayari mtu kutoka duniani. Wengine yapi ahaduhum la yu'ammaru alfa sana, anatamani mmoja wao laiti kama angekuwa umri kuishi na elfu kama atapewa anaitaka. Hata ikifika wakati mwanadamu aone bora kufa, ina maana kwamba hapo pahala panatisha mno. Mwili wake au dharau aseme ya laitani kuntu taraba, ya laiti nilikuwa mchanga, ina maana kwamba hali hapo inatisha mno. Wa yasla sa'ira, na ataingia kwenye moto kwa nguvu na kuhisi utungu wake. Maneno haya wa amma alladhina, maana yake ama hakika wale ambao aktharu wamekithirisha. Ni kama ile kwa mwanzo watu wema maovu yao ni kidogo kidogo tu, hawa wamekithirisha min irtikabil jaraim, kuyaparamia maovu kwa nguvu zao zote, wajitirahi maasi, na kuyatenda maasi mbalimbali. Wayutauna kutubahum, basi watapewa vitabu vyao vya amali zao, bishamailihim, kwa upande wao kushotoni. Ima watapewa hivyo au wao wenyewe watapokea kwa namna ya dharau na kuvunjika moyo. Iko kulazimishwa na kupewa ishara kwamba anatoka kushotoni, au yeye mwenyewe atapokea daftari kwa njia ya heshima, na kwamba analitamani, analiona kwamba hili lina mambo makubwa, anapokea fahamu. Hapana, apokea kwa mikono miwili wala kwa kulia, atoe mkono wa kulia anatoa mkono wa kushoto kwa dharau. Hivi ndivyo itavyokuwa. Pia kwenye vyombo mbalimbali, iko ni magazeti au maredio au televisheni, kishaona kwamba kaanguka, kaangamia, amefeli, hayuko tayari kumchukua mzazi wake pale kwenda kumshuhudisha kwamba namna gani yeye anapokea kitu kibaya. Wala rafiki yake hapendi ende pale akamuone vile, hususan ile shahada zenyewe pengine zina rangi maalum. Ukipewa kitu kadhaa ni rangi ya kijani, ina maana ni kufaulu. Ukipata kitu kadhaa ni rangi nyingine ya manjano labda, ina maana haijambo kidogo, second grade. Ukipata rangi nyingine labda kuna daraja nyingine ya tatu. Lakini ukiona kuna vitu vina rangi nyekundu, rangi mbaya ya kutisha, huyo kama hao ni watu lofeli. Ina maana majalada yaonekana pale, jina lake aliona katika rangi mbaya, hatapokea shahada ile kwa heshima na taadhima, bali ataidharau na pengine ni kunyoosha mkono wa kushoto, nipe bwana. Hana hamu, na pengine adharau kabisa, hana haja nalo, ashtuliwe tu bwana, wewe kuna kitu chako huko, na pengine hataki kutazama, ananyosha mkono basi, haya bwana nipe. Ni kunyosha mkono kwa nyuma, hana haja hata kutazama. Basi ima atalazimishwa kupokea kwa nyuma ya mgongo au kwa kushoto, au yeye mwenyewe atasahau kwa sababu matokeo yashajua si mazuri, wala hayuko tayari yoyote kusoma daftari lake kwa mambo ya mabaya, mambo ya fedheha, mambo magumu sana yamo ndani yake. Hii ndio hali ambayo mfano wake utaonekana yaumul qiyama. Wa alladhina aktharu min irtikabil jaraim, ama wale waliofanya wingi wa kuparamia maovu, wajitirahi almaasi, na kuyatenda maasi, wayutauna kutubahum bishamaili, basi watapewa madaftari yao ya matendo yao kwa upande wa kushoto kwao, min wara'i dhuhurim, kupitia nyuma ya migongo yao. Wa muda al-yasari ila alkitabi, na mtu kunyoosha mkono wake wa kushoto kuchukua daftari lake hilo. Dalilul karaha, ni dalili ya wazi kwamba amechukia yaliyomo ndani yake. Anapokichukia mtu kitu, akipokea kwa hiyo anapokea kwamba hana budi ndio apokee, sio kwa nini, lakini kwa hakika kimeharibiwa.
hata kama umemwazima mtu, hata kama umemkopesha mtu, mliagana kwamba akulipe kafiri, siku kukulipa na kwambia kwamba naanza kidogo kidogo. Umesema mwenyewe umejeleza zaka, unajishia kitu kadhaa. Leo hii mimi nishapanga mipango yangu, nishahajizia kwa kitu kutegemea kwamba leo ndio kama nigusi pale kupokea kwake na kupokea, lakini kwa hakika amekufundisha na anapokea kwamba na anaweza kumwambia kwamba weka hapo, hata ule mkono wa kushoto pengine si unyooshe, anaweza kumwambia weka hapo. Amna si matumbo yake, si maksudi yake kwamba iko hivi, kisha ndio mambo kuharibika. Ameazima mtu chombo chake, ameazima mtu nguo yake. Kwa mfano mtu bila rusini kama mbele na zile suti yako, kanzu yako, kileba chako, viatu vyako, wakati wa kurejesha mtu karejesha kibaya, kichafu, akikufuliwa, kimeharibika, kimetabika, kimejaa matope, hapokei kwa furaha, anapokea kwa ghadhabu. Na wanaweza kugombana pale au pengine pakapata kabisa kwamba hicho basi ndio ndio kwa pamoja. Sio hivi. Hii ndio hali ya sura ambayo mtu atakuwa nayo wakati kupokea daftari la amal. Mwenye matendo maovu, daftari la amal tumesoma katika sura iliyopita nyuma kabla hii, Mutaffifina, yana label maalum, kitabu marhum. Kila daftari na label maalum, yani ala anatahiri na watu wema na ile watu wabaya. Kwa hivyo ile kutoka macho tukuona rangi ya kainati, ile label yake ndio basi. Kisha mtika moyo mtu anapokea kwa heshima tu. Nyuma ya mgongo wanahimizwa ibara za Mungu upokee huko, hana haja nalo kabisa. Kisha hakikisha kwamba yaliyomo ndani yake mambo mabaya. Na yule ambaye aliona label ya jina lake liko katika daftari la watu wema, anapokea kwa hamu. Saa ngapi iliyopatikana taifu kamiaje kachukue. Na akilia kuwa anaambia watu, umqra'u kitabia, njooni msome daftari langu hili. Kwa hivyo wamutu yasari, kunyoosha mtu mkono wake wa kushoto ila alkitabi, kupokea daftari la amali kwa kiyama, dalilun alkarahati. Hii ni dalili ya waziwazi ya kwamba amechukia kupokea hili, ndio maana asanyesha mauto. Wa adharu istilalati, na inatokeza waziwazi katika dalili ala alkarahati kwamba amechukia, hapendi kupokea. Wanukuri ni kwamba anadharau, anakimbia. An yastakbarahu, pale atapozungushiwa mgongo wa nyuma, au yeye mwenyewe an yastakbara, atapokipa mgongo kitabu chake hata atapokiona. Hii dalili ya wazi wazi kwamba amechukia kabisa kabisa lile mwanadamu. Wa yuradu anhu, na yakadhihirishwa hayo kwake yeye, au wayaridu anhu, yeye atayapuuzilia mbali yaliyomo humo, fayakunu min warai dhahri, basi atakuwa nyuma mgongo wake kaficha kabisa faili lake, hataki watu walione. Haweki mbele, ataona mtu kwamba ni azime, hebu wewe pata ngapi, hebu nione, anaficha maisha nyuma. Hii naweza kuwaangalia wanafunzi tu wanaskulini namna gani wanapata resulti zao. Mwingine yuko tayari ana hamu achukua mbele hata, na yuko tayari kuonesha watu, na mwingine anaficha kabisa. Hata ripoti kwa mzazi wake ambaye kaambiwa mzazi katika saini ripoti, mwanafunzi anaogopa. Elimu ndani mambo mabaya, na kuna ripoti ya mwalimu kaandika wa darasa, huyu mwanafunzi mtoro, huyu mwanafunzi muhuni, huyu ni mtovu wa adabu, hasikilizi masomo, anatoka katika baadhi ya vipindi. Matokeo yale ni kwamba mzazi anaambiwa karatasi ile aitie saini yake irejeshe tena shule. Umuone mtoto anahangaika, kila ukimuuliza ripoti iko wapi, anajifikirisha, anajibu hivi mara hivi, hatakupewa bado. Kumbe na mipango yake mwenyewe, labda anaweza kuthubutu, labda kufuta baadhi ya mambo, au ni kwamba afikirishe kwamba isende kwa mzee hiyo. Hii ni hali ya wazi wazi ikiwa duniani tu. Hali iko hivyo, basi ya mkiama hapo ni maisha ya milele yanapatia hapo. Baada ya ripoti hizo, baada ya amali hizo, hapo panapatia maisha ya milele. Hali itakuwa ni mbaya sana ya mtu mwenye matendo mabaya. Ndio maana waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, Mwenyezi Mungu anatuambia na iangalie nafsi ni kitu gani imetanguza kwa ajili ya kesho. Akitaka mtu kufurahi kitu gani kimeandikwa katika amali zake, ajitahidi, ajipime. Na kama ataona dharau, atapenda kufurahi kwamba mambo ni mabaya, basi na dharau. Kama atataka kuona mazuri yanaandikwa, afanye mazuri. Manake haikitokezea kwa bahati tu kuandikwa, hakuna mapendeleo. Mwenyezi Mungu
wote viumbe vyake, kama atafanya kwa baadhi ya watu kwa kuwa ni familia yake, kwa kuwa ni wajukuu zake, kwa kuwa watoto wa kaka yake, kwa kuwa ni wanawe, kama labda atafanyia hivi labda hakuna kitu kama hicho. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abida, hakuna yoyote katika viumbe wa mbinguni na ardhini ila atafika mbele ya Mola wake aliyekuja mtumwa, mtumishi. Hakuna atakayekwenda ni mwanawe. Sayyidina Muhammad Suleimani na Nabii Daud na Nabii Yakub, wote wanakwenda mbele ya Mola wao aliyekuwa ni viumbe wa mbinguni. Hakuna mbele. Na marejeo ya ufupi ili kufahamika vyema Qur'ani hadi tunazungumza hapo ni kama ifuatavyo. Madhumuni ya maneno hayo ni kwamba inna man urida alayhi kitaban, hakika yule ambaye patahudhurishwa kwake kitabu wa kuddima ilayhi, na kitangulizwa mbele yake liyakhudhahu ili akipokee, fandasaa ilayhi, na akakipokea kitabu hicho biazimatin sadiqatin, kwa azma ya ukweli na furaha, lishuurihi, hafanyi hivyo mtu ila tayari ameshapata hisia na utambuzi biannahu mustawda'u salihati, ndani yake daftari lile limeandaliwa mambo mazuri. Ndio maana amechangamka, amealika watu siku ya kutolewa zawadi, wawachukua wazee wake na marafiki zake wende wakashuhudie namna anapokea shahada. Kisha jua kwamba mle mna mambo mazuri sana, yeye amepata mambo mazuri. Wasijili albirri wal karamat, na hilo bila shaka ni katika sijili albirri, daftari la watu wema, wal karamati, na mambo yake yaliyomo ndani ya matukufu mno. Sha'anuhu, na habari yake mtu huyu kadha wa kadha, ni hivi na hivi na hivi na hivi. Mjeza mwenyewe. Kwa upande wa pili, wa man kuddima ilayhi kitabuhu, na yule ambaye litangulizwa mbele yake daftari lake, wa urida alayhi amaluhu, na pakahudhurishwa kwake yeye matendo yake, fa khudiyat nafsuhu, ikasizishwa nafsi yake, wa farat azimatuhu, na ikaporomoka ile azma yake, yani nafsi yake imeona haya, imefedheheka, na halafu azma za kupokea kitabu hanazo, kavunjika moyo, hendi. Na pengine siku ile ya sherehe asogeze pale, angojee na daftari yake yamewekwa pale ofisini, mtu akachague lake mwenyewe. Atavizia mapema, hajaingia mtu bado, twende kwa siri hivi, kufungu hili kwa sababu ndio hapo ndio mmoja. Siku ya sherehe ile hapa atokeze bila yote, kuonekana kapokea kutoka zaka, na marafiki wamwambie hebu tuone, hawachukui wazee wake pale wala marafiki, na wala hapokei siku ile, ana homa hatokezi pale. Ni kwamba anangojea mpaka madaftari yale mafai yanawekwa ofisini, kila mtu anakwenda kuchagua lake, na atatafuta nafasi ambazo hakuna watu. Famata ilayhi yasara, utaona anakunjua mkono wake kushoto, anapokea madharau kwamba habari mwanamke mbaya, au aradan, au kama kuputia mbali, aseni hata kupokea. Wallahu dhaharahu lifi'urihi, basi akazungusha mgongo wake kupanyongo au hende kabisa. Hii lifi'urihi, kwa sababu kwa habari biannahu diwanu sayyiati, kwa sababu lile daftari ni la mambo mabaya. Mle na ripoti mbaya tu, anajua mwenyewe. Kama ni mwanafunzi anajijua, hakwenda shule miezi miwili, anajijua katika mtihani hakufanya mathematics, hakufanya English, hakufanya kitu kadhaa, anajijua na nyakanga vitu. Na kama kafanya karatasi pengine kaipeleka tu, hakujibu kitu, hakujibu, anajua kwa hakika matokeo ya ripoti ile ni mbaya. Wasijinu al-makazi, na hilo daftari la fedheha, amruhu kaisa wa kaisa, jambo lake kama huyo itakuwa kadha wa kadha. Yurshidu ila dhalika, Qur'ani inazidi kutoa mwongozo kwenye hayo, ma warada fi tafsili, yaliyokuja katika uchambuzi zaidi. Hapa ni kwa ufupi tu, lakini yamekuja katika uchambuzi zaidi fi surati al-Haqqa, katika sura al-Haqqa imekuja waziwazi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ama yule ambaye atakayepewa na kulinaki kwa upande wa kulia, fayaqulu ha umqra'u kitabia, yeye atasema njooni msome kitabu langu.
fahuwa fi 'ishatin radiyah. Inni dhanantu, mimi nimedhani, nimehakikisha, anni mulaqin hisabiyah, kwamba mimi nitakutana na hisabu yangu kama hii. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, basi yeye atakuwa katika maisha ya kuridhia, fi jannatin 'aliyah, katika bustani tukufu, qutufuha daniyah, na ngapo tumwambia chini kabisa na kutii. Kulu waambie mkuleni watuweza, washrabu na kunyweni, bima asabtum fi ayami khaliya, kwa yale mliotanguliza katika siku zilizopita dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule aliyepewa daftari lake kwa upande wa kushoto, fayakulu, yeye akasema, ya laitani, laitani lam uta kitabia, nisingelipewa daftari langu au kitabu changu. Walam adri ma hisabia, na wala nisingejua ni nini hisabu yangu la kufaulu. Sina haja takuta. Ya laitaha, ya laiti hayo mauti niliyokufa kana fil qadhiya, ingelikuwa ndio hukumu yangu ya moja kwa moja, haina haja kufuliwa. Ya laitaha kana fil qadhiya la aghna anni maliya, hii ndio siku mbaya kwangu, haiwezi kunisaidia hata mali yangu. Halaka anni sultaniya, na kama niko ni mfalme, basi ufalme wake nasema umeangamia ufalme wangu, hata hawa sina leo. Nikutoa amri wala vipi? Khudhuhu faghulluhu, malaika khudamu rahmani ataambiwa mkamateni, mumfunge. Thumma al-jahima salluhu, kisha katika moto jahannam mtupe, mrembee. Thumma fil silsilatin, kisha huko motoni katika minyororo 70 dhira'an, yenye urefu dhiraa 70, faslukuhu, mjongoro nao. Huyo innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Sababu ya kupata hisabu mbaya kama hii ni kwamba alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu. Wala yahuddu ala ta'ami al-miskin, wala hajihimizi yeye kuwapa chakula maskini. Angalau angefanya hivyo kwa jambo hilo. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, basi hatakuwa nacho yeye au hatakuwa naye yeye wakati huo hamimun, rafiki au jamaa kumpa utu kwa kumsaidia atamwokoa na balaa hilo. Wala ta'amun, na wala hatakuwa na chakula chochote cha kukila, illa min ghislin, isipokuwa ni usaha na miba. La yakuluhu, hali chakula hicho, illa al-fasiqun, isipokuwa watendao makosa makrini. Qur'ani ikatamua tena kwamba ile daftari hili kupewa nzuri na baya. Upande wa watu wabaya ni wanasema wahudhi al-kitabu, na litawekwa daftari aya kabisa la mtu mbaya. Fakara al-mujrimina mushfikina mimma fihi, basi utawaona waovu wanayaogopa yaliyomo ndani yake, binafsi wanayaogopa yaliyokuyaona wanayogopa. Wayakuluna, wasema, ya wailatana, kuangamia kwetu sisi. Ma li hadha al-kitabi, limanini daftari hili leo rangi yake mbaya, alama yake mbaya. La yughadiru saghiratan, bila shaka daftari hili halikubakisha dogo wala kabiratan wala kubwa, illa ahsaha, isipokuwa limehifadhi. Na naam, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Wawajadu ma amilu hadira, na watayakuta yote waliyofanya kwa mbele yao. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na wala mola wako hatomdhulumu mja hata punje ya amali aliyoifanya. Mbaya ataiona na nzuri ataiona. Waliofanya mazuri mengi wataona baadaye kuna msamaha. Hatomdhulumu mtu namna ya kutubia kwake, kwamba katubia na halafu bado kamsakama tu, hapana. Hatomdhulumu kama atamsamehe. Wala shaka, na hapana shaka yoyote, anna hadha qawlu al-mahdhuli al-karih, maneno haya ya kusema ma aghna anni maliya, ya laitaha qadhiya, na ana ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Wala shakka, hapana shaka, anna hadha qawlu al-mahdhuli, hili ni tamko la yule aliyewacha mkono, al-karih, aliyechukia, lima urida alayhi, kwa yale ambayo amehudhurishwa kwake, ameyachukia, ndio maana anasema maneno haya. Wal khulasatu, ufupi na mambo haya, inna ita'i al-kitabi bil yamini, hakika kupewa kitabu kwa mtu upande kulia, au bil yasari, au kushoto, au min wara'i dhahri, au nyuma ya mgongo. Taswirun, hii ni sura maalum lihali al-muttali, atakayokuwa nayo hali ya mwenye kuangalia, ala a'mali, juu ya matendo yake, fi dhalika al-yawm, katika siku hiyo.
Hii Mwenyezi Mungu amejaribu kutupa sura tuone imagination zetu zikidogo kuona mambo yalivyo. Na unaweza kupata hisia hizo kwa mambo ya dunia unavyoona. Mtu anaogopa kuangalia daftari lake mwenyewe. Kama ni mfanyakazi mzembe, kuna ripoti mbaya kabisa inakuja. Na pengine popote atakapokwenda kufanya kazi, anatakiwa aonyeshe document zake. Vyeti vya kuzaliwa, ripoti zake za shule, certificate yake, na ripoti gani. Sasa imekuwa hata kazi kupata tabu. Na ripoti za kufuadabu mle, za uhuni, huyu mtu mwizi, huyu mtu hivi, huyu mtu hivi, mtu hivi. Kwa hivyo ina maana hapa hii ni sura maalum unapewa, angalia duniani mtu ripoti yake mwenyewe anavyoiogopa. Mama kafanya mwenyewe, ikiwa ni uzembe kafanya mwenyewe, anaogopa hata kumuonesha mtu wala yeye mwenyewe haipendi. Na sasa imekuwa duniani hata kupata kazi sababu ana ripoti mbaya, na kwa wote akifika, ikiwa ni mwanafunzi amekwenda nje nchi, atakusoma juu zaidi masomo. Duniani ataambiwa lazima tupate documents zako zote, lete particulars zako zote. Kitu kwa zaidi kwa umri wako ulivyo. Kama umesoma shule ufika mpaka tumatangasi. Kwa ripoti za shule zilivyo, wewe ni mwanafunzi wa aina gani? Unatofahamu katika hii jamii yetu au mbali? Ripoti zile zikitazama kama zinaonekana mbaya, ataweza kusema hatuwezi kuchukua mwanafunzi aina hii, mwenye adabu kama hizi, mwenye sifa kama hizi. Hii ni sura Mwenyezi Mungu ameipiga kabisa hapa kwa kulinganisha watu na mambo ya dunia. Wataona kwamba huko utakuwa na hali ngumu sana. Hii kutoka kitabu upande kulia na kusoma taswiru ni sura anayoonyeshwa mtu li hali mustali, hali atakayokuwa nayo mwenye kutizama ala amali matendo yake fi dhalika al-yawm katika siku hii. Famin an-nasi, kuna miongoni mwa watu man idha kushifa lahu amaluhu, ambao patapokujuliwa waziwazi matendo yake, ilitahaja uso katika nuru, wastabishara, na atajipa congratulation, atajipa hongera mwenyewe, na yuko tayari matendo yake mtu yaone mwingine. Watanawala kitabahu biyamini, na bila shaka ataendako tulipokea vyema kwa mkono kulia au mkono miwili. Wa minhum, na miongoni mwao man idha takashafa lahu sawabiqu a'malihi, kuna ambao itakapokuwa kashifiwa waziwazi yatangulia kwa matendo yake, abasa, atakunja uso, wa basara, na kufinya zaidi uso, wa a'rada anha, na kupuuza matendo yale kwa maana haja nayo, wala hafizi kabisa kutakapokea, lakini lazima apokee. Wa adbara, na atayapa mgongo kwa sababu kutizama. Wa tamanna, na atatamani wakati huo lau lam tukshaf lahu, na isi yasije kashifiwa yale kujiulishwa kwa ni kwa basi sijaambiwa. Watanawalaha bilyasari, na bila shaka atapokea rafiki yake kwa dharau kwa kutokutoka, hana hamnalo manake. Au min wara'i sahab, atapokea nyuma ya mgongo akataka kutazama nani na mtu akataka kumuona. Wa hinaidhi, na wakati huu mtu mbaya huyu yadu ataomba aseme na inafuatayo, wa suburahu, mauti mnakuja, anasema na mauti kama ni binadamu, kama ni mwenye akili. Wa suburahu, mauti, ai yani ya halaku, kuangamia, kifo. Akbili, sabili bila yangu hivi sasa, njoo kwangu mimi kifo unichukue. Fa inni la uridu an abqa hayyan, wa mimi sitaki tena kubakia hai. Mauti kama unasikia, njoo haraka uchukue. Binadamu anaita mauti. Na mjinga tamjibu au atajibu awaambie la tad'u al-yawma thuburan wahida, msiombe mauti mara moja, wad'u thuburan kathira, ombeni mauti mara nyingi. Mauti hivi sasa yamechinjwa, hayapo tena, kishakufa. Mauti ni kitu ambacho mtu ataonja muda mdogo tu, kisha anapata uhai wa milele wenye raha au ununuzi. La uridu an abqa hayyan, mauti njoo chukue, mimi sitaki kubaki hai. Ilman minhu, kwa kutambua yeye bi anna dhalika da'in, hayo ni maombi au huo ni wito ila tuli al-adhabi, unaelekea kwenye urefu wa adhabu. Ndio maana akaomba mauti, kwa sababu anaingia kwenye urefu wa adhabu. Wa annahu sayadkhulu an-nara, na
kwamba yeye ataingia kwenye moto, wa yuqafi sa'ibaha, na ataupata uchungu wake moto ule. Baada ya hapo tena aya zitakazokuja mbele inshallah darasa inafuatia, thumma dhakara subhanahu sababaini, kisha Mwenyezi Mungu anakuja kutaja mbele sababu mbili istihqaqi al'adhab fi al-akhirati, zinafanya kusababisha sababu hizo mtu kuingia kwenye adhabu kwa akhira. Anataja Mwenyezi Mungu sababu mbili kubwa sana zinazomfanya mtu aingie kwenye moto. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.